Mwamba aliyeweza kukamatwa mpaka sasa yuko chini ya jeshi la polisi la nchi ya Burkina Faso. Bwana, nikufahamisha kulikuwa na msafara katika nchi ya Burkina Faso na mji mkuu ambao ni Ouagadougou, lakini huwa tunaita Ouagadougou City Place, na Mwamba alionekana mwenye chuki kubwa kwa sababu alitaka kuanzisha fujo na kila mmoja akawa anajiuliza. Sasa kutokana pia na upendo wa aina yake kwa wananchi na hata jeshi la polisi, Mwamba ikawa ni rahisi sana kukamatwa bila ya kufanya fujo na bila ya kuanzisha chochote kile, lakini dalili ambazo zilikuwa ziko wazi ikawa ni rahisi sana kuweza kumkamata na kumdaka, na mpaka sasa nafikiri atakuwa chini ya upelelezi kuweza kuzungumza ni kwa nini ama aliwaza nini ama ametumwa na nani ama kuna kitu gani kinachoendelea. Na kama unavyoelewa, nabii siku zote hakubaliki kwao, na huenda Ibrahim Traore kwa sasa anapendwa na watu wengi sana katika nchi ya Burkina Faso, lakini sio kwamba utasema kwamba nchi yote inampenda. Ni lazima kuna baadhi ya watu watakuwa wanamchukia na kuna baadhi ya viongozi watakuwa wanamchukia. Kwao ni Mwamba anapitia kwenye kipindi kigumu sana, tena kigumu mno. Yani kiuhalisia watu wamekuwa na wivu maendeleo, na sio tu katika nchi ya Burkina Faso bali pia katika nchi za magharibi wamekuwa na wivu mkubwa wa maendeleo na kiongozi Ibrahim Traore, na kinachowauma na kinachoendelea kuwaumiza, yani ukiangalia umri wa Rais Ibrahim Traore, yani ni umri mdogo, alafu pia amekuja kwa kasi sana na amekuja na tofauti mkubwa kwa sababu amekuwa na msimamo mkali, na ndio hicho ambacho kimekuwa kikiendelea kuwa influence baadhi ya marais katika nchi zao tofauti. Mwamba amekuwa akishikilia sana kauli yake, na kuna wakati unamuona kama ni muongeaji sana, lakini anachokizungumza amekuwa akihakikisha anakifanya na kukitenda. Yani akisema no basi huwa inakuwa no, akisema apokee kitu basi apokee kweli, na ndio maana kwa sasa ameonekana kuwa ni moja ya rais mwenye spirit kubwa ya kuwa influence hata marais wengine kujifunza kupitia Rais Ibrahim Traore. Haijalishi ana umri mdogo, lakini pale penye kujifunza basi acha endelee kujifunza, na tunashukuru sana kwamba kwa Mwamba aliweza kukamatwa, kwamba hakuweza kufanya kitu kwa sababu hatujajua je alikuwa na kitu gani ama lengo lake lilikuwa nini ama dhumuni lake lilikuwa nini katika msafara wa Burkina Faso boy ama tunamuita El Capitano ama unaweza kumuita ni Military boy ambaye ni Ibrahim Traore, a man from another world, yani youngest president kwa sasa ambaye amekuwa akiendelea kutrendi katika nchi tofauti na hata international worldwide kabisa. Unasema huyu ni international president ama rais wa Afrika. Cha msingi bwana, tukutane kwenye comment, na kwa matangazo zaidi wasiliana nasi kwa nambari 0684006225. hapo kama utakuwa na tangazo lako binafsi ama una bidhaa yako, basi unaweza ukanicheki na tukabonga zaidi kwa hayo mengine yanayoweza kuendelea.